Kongamano hili ambalo mnaliona ni kongamano la kumkumbuka kiongozi wetu wa kiroho, marja wetu, mwana wa chuoni wetu wa Kiislamu, na hususan kwa sisi Mashia, al-Imam al-Khamenei, Mwenyezi Mungu amrehemu. Taban, msiba huu mimi ninavyouangalia na uangalia kwamba ni msiba unawahusu watu wengi. Kwanza unatuhusu sisi wa Tanzania, kwa sababu kumbukumbu zangu zinasema mwaka 1985 al-Imam al-Khamenei alikanyaga katika nchi hii na hapa Dar es Salaam, na waliompokea mmoja alikuwa ni baba wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini vile vile na mzee Mwinyi, na aliyekuwa mufti wetu BAKWATA kipindi hicho Sheikh Hamid bin Jumaa bin Hamid, na maulama na watu wakubwa kwa nguvu kubwa akapokelewa. Kwa hiyo ni msiba wa kitaifa, ni msiba umeligusa taifa, umetugusa kama wa Tanzania. Lakini acha mahusiano yetu mazuri ya kiasili kati ya Tanzania na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini pia kuna mambo mawili matatu muhimu ambayo haya yanagusa kwenye kumuunga mkono na kumkumbuka bwana mkubwa huyu al-Imam al-Khamenei. Moja, jambo ambalo amelifanya ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Nchi ya Irani ndani yake kuna Wakristo, lakini kuna Mayahudi, kuna Zaradashti na kuna Ahlu Sunna na kuna wao kama Mashia. Lakini kwa kweli katika nchi ambayo ina kitu kinachoitwa uzalendo na umoja wa kitaifa ni nchi kama vile Irani. Wakristo, Mayahudi, Ahlu Sunna wote wana uhuru wa kuabudu, lakini wameshikamana, wanaelewana, na naamini ya kwamba sisi kama taifa, sisi kama Watanzania, jambo la umoja wa kitaifa kwa dini zetu zilizoko Tanzania ni somo zuri la kulisoma kwa bwana mkubwa huyu Ayatullah Khamenei. Lakini katika kitu ambacho kikubwa vile vile cha kukisoma kama Waislamu wa Tanzania ni bwana huyu kupambania jambo la umoja wa Waislamu. Kwa kweli umoja wa Waislamu katika nchi ya Irani ni jambo la kuvutia na la kuigwa. Kwa hivyo tunapomkumbuka bwana huyu, moja ya darasa muhimu tunalozisoma kama taifa na kama Watanzania ni somo la umoja na mshikamano kati ya Waislamu. Na nimependezwa kwa kweli nilipoona Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali wa Mbwana akiwa miongoni mwa watu wa mwanzo kwenda kutoa pole kwa msiba huu. Lakini jambo jingine muhimu na zito, al-Imam al-Khamenei katika mazungumzo yake siku zote ni bingwa wa amani, ni mzungumzaji wa amani, na maneno yake mengi ukijaribu kuyafuatilia ni mazungumzo yanayozungumza amani ya dunia. Na mimi naamini kwamba katika mambo yaliyowagharimu wa Irani na lililomkosti yeye mwenyewe ni jambo la kung'ang'ania amani ya dunia, utulivu wa dunia na mshikamano wa dunia. Kwa hivyo naamini ya kwamba mambo haya, umoja wetu wa kitaifa ambapo bwana mkubwa huyu ameuenzi, umoja kati ya Waislamu, umoja kati ya dini zote, lakini na kuhubiri amani, upendo, mshikamano na uvumilivu ambao ameufunza na aliyokuwa nao ni mafunzo muhimu ya kuweza kujifunza kutoka kwake. Na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ambao ndiyo mwezi bwana mkubwa huyu limemkumba la kumkumba, Mungu atupe kheri na atupe utulivu, atupe mshikamano, umoja wa kitaifa, maridhiano. Lakini mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye kwa kweli anaweza ndiyo bingwa wa amani hii na utulivu huu na mshikamano huu, Mwenyezi Mungu amwangalie kwa macho yake mawili ambayo hayalali, ampe nguvu yeye na wale wote wanaomtumikia, aendelee kuikita amani ya taifa yetu, ya taifa letu, mshikamano na umoja wetu na maridhiano yetu kama taifa moja, kama watu wa moja, kama watu wa mahala pamoja. Poleni sana kwa msiba mzito na Mungu awabariki.